nakwambia ni mwanzo na mwisho. Unanisikia? Ukiniona nini kama kituo cha polisi. Nadhani ulikuwa unitambua. Sina shida kukutambua. Nikutambua umekuwa nani? Wewe wangu nitaka usujue ukweli. Ukweli upi? Ukweli upi? Moneni unaye. Chevu. Ndugu wangu. Habari za siku? Nzuri. Salama kabisa. Niambie. Niko vizuri. Tena bwana nimekutana na wewe. Hapa nilikuwa naelekea mara moja kazini kwangu hapa. Hivi unaweza kuniambia nini hasa kinachomsibu mdogo wangu Angel? Unamaanisha nini? Amebadilika. Sijajua shida ni nini. Kama kuna kosa na ili aniambie, lakini nikaona kwa sababu wewe huko rafiki yake. Unaweza ukanielekeza ni kitu gani kimemfanya hapo? Labda uniambie siri yake. Kiukweli kaka yangu mimi simuelewi. Leo hizi siku 2-3 amekuwa ni mtu wa mawazo muda wote, hata tukienda kanisani kwenye kwaya, kwenye maombi. Yaani kiukweli haiko sawa, lakini sijajua shida ni nini. Hapo nazidi kuchoka kabisa. Lakini usijali. Nitaongea naye atakaponiambia takuja kwangu. Nakutegemea sana kwa sababu yeye rafiki yake. Na mimi sipendi mdogo wangu apotee. Anapokuwa amesongwa na mawazo, lazima nikae naye nijue sijui afanyaje ya kumaliza matatizo yake. Hivi katika matembezi yenu nyie, hujawahi labda kukutana labda mkawa katika matembezi yenu, yani kukutana labda mtu labda ambaye akamtia ma stress akamchanganya hivi? Hapana. Hapana. Angalieni maana na nyie mabinti nyie. Na hao vijana wa sasa hivi libukeni hawa. Hamna kaka, sisi tuko sawa tu. Uko sawa? Ndio. Basi naomba nisaidie kwa hilo. Haya, sawa usijali. Nakutegemea sana. Ulikuwa unaelekea wapi? Nilikuwa naelekea dukani kwangu. Okay, basi haina shida. Haya, sawa. Sawa. Haya. Nakupenda malaika, malaika, nakupenda malaika, nashinda na mali sina, ningekuwa wa malaika. Dada. Abe. Vipi mbona unakuja kwenye vumbi? Samahani, kuna kitu nataka nikuulize. Kumekucha. Kwani hatuwezi kuongea kwa baadaye nimalizie kazi? Hapana, nataka nikuulize sasa hivi. Ni muhimu sana. Ndio. Niulize. Hivi. Hivi wimbo uliokuwa unaimba sasa hivi unausikia wapi? Amenifundisha rafiki yangu mmoja hivi, rafiki yangu sana, best friend yangu. Anaitwa nani? Arjun. Vipi? Mfahamu? Hapana. Inaonekana wimbo umekushika hapa. Ni mzuri hata. Haya dada, hicho tu. Wewe endelea na kazi yako, ngoja mimi nimalizie hapa. Sawa. Haya.
Karibu Neema. Asante. Vipi no? Hapana, niko sawa tu. Nimekupita nenda kanisani. Samahani, ndio sisikii kabisa kwenda kanisani. Unaona? Hapana. Basi kuzi mtoto sana kwenda kanisani. Kuna nini? Ni hivyo tunakuwa sijisikii kwenda kanisani. Kwa hiyo hamna shida yote. Sawa bwana. Danema tupo? Asante, shikamoo. Malabo jambo. Jambo. Anasemaje wewe? Nimempitia nje kanisani kasema aende. Rozi, rafiki yako amekupitia kanisani vipi? Kaka, leo sijisikii kwenda kanisani. Una shida gani? Hamna, sina shida yoyote, nisijisikii tu. Unaumwa? Ujala? Hapana. Nimekuuzi? Hapana pia. Nini sasa? Labda siku moja na nyie mkae muulize. Mimi kaka yake nahangaika kila siku kumwambia. Yaani anamkaa kimawazo na nashinda kumuelewa na shida gani. Sijisikii tu kwa nani. Rozi, wewe sio kusema sijisikii. Sisi ndio tutaka tukufuate wewe. Leo umekuwa na huko nyuma kwenye imani kabisa. Wewe toka lini umepitiwa rafiki yako kaacha kwenda kanisani? Umesikia Neema? Jaribuni kwa mnamshauri mimi kama kaka yake. Hii hali sio leo tu. Labda nyie atawaambia kwamba ana shida gani au ana changamoto gani. Sawa, sijali. Tupo, naomba nikusindikize basi. Rozi mdogo wangu. Ndio kaka. Nimekuita hapa niweze kuzungumza na wewe. Hivi una shida gani kati ya wewe na dada yako? Maana nakuona umebadilika kidogo, sio kama ulivyokuwa mwanzoni. Yaani kaka, mimi siko sawa kabisa. Ila dada muache tu. Rozi, narudia tena. Unayezungumza naye ni kaka yako. Tena utambue katika familia tumebaki watoto 3. Hakuna kaka mnayemtegemea zaidi yangu mimi. Nimekuita hapa kwa sababu nimeshamuuliza hata rafiki yako, lakini naye pia ameshindwa kuniambia shida ni nini. Naomba uniambie, wewe nakuamini, umebadilika sio kama Rozi wa zamani. Umekuwa hata unapotoka kwenye ibada, kwenye mafundisho ya kwayani huko, yani ukirudi nyumbani sikuelewi. Sasa nikaona shida ni nini, nilikuita uweze kuniambia, nami pia unashindwa kuniambia, si ndio? Wewe dada muache, ila kuanzia leo mimi namchukia, yani namchukia dada, wewe muache tu. Amefanya nini ndio ungeniambia sasa kama kaka yako, mimi nikapata jinsi gani ya kutatua tatizo. Yaani dada, kwa alichokifanya. Kaka kwanza baadaye naona kama unanichanganya. Rozi, unaongea na kaka yako unaondoka, si ndio? Unafikiri usipoongea na mimi hapa na kuniambia matatizo kati ya wewe na dada yako, utamwambia nani? Ushabadilika watoto hawa. Ujinga au pumbavu tena. Bwana asifiwe. Amina. Mzima? Mimi mzima mchungaji. Wema kabisa. Wema. Siku hizi huonekani kanisani. Mchungaji, nina matatizo. Matatizo gani mtumishi wa Mungu? Ni matatizo ya familia. I say, matatizo ndio yanasababisha kwamba usije kanisani? Ndio mchungaji. Haujui kwamba ukija kanisani matatizo yanapungua? Najua, ndo maana nimekuja hapa leo ili uniombee. Basa, neema ya Mungu imeshuka. Nami nakuombea. Piga magoti. Ndugu zangu, nimewaita hapa kama kaka yenu niweze kufahamu kati ya wewe mkubwa dada yangu na wewe mdogo wetu, kuna changamoto ipi iliyopo katikati hapo? Wewe tunakuheshimu kama dada yetu, na wewe umewahi kuliona jua kabla yetu sisi sote, na unayezungumza naye hapa ni kaka yenu. Sasa naomba leo kila mmoja aweze kuzungumza. Naanza na wewe dada mkubwa. Mimi sina shida yoyote, labda umuulize wewe. Mnataka nikapiga la mgambo watu wote waje wahudhurie kikao? Labda wakija watu mtawaambia tofauti na kaka yenu. Kaka, si nikwambia umuulize yeye, labda yeye ndo ana changamoto. Mimi sijui kama kuna changamoto, muulize yeye. Nazidi kunichanganya sasa. Labda na wewe nikusikilize. Eti Rozi, una shida gani? Dada yako maana anamueleza anasema kwamba hana la kuzungumza. Hakuna shida yoyote. Kwa mimi ni mpumbavu napoona mabadiliko yanakuwepo kati yenu wawili eti? Rozi, mimi nani yako? Kaka yangu. Mimi ni kaka yako. Napaswa uniambie. Kaka, nimekwambia mimi sijui, muulize mwenyewe. Kumbuka lakini huyu ni dada yako.
Na mimi nawauliza kama kaka yenu, napaswa kujua kuna shida gani kati ya wewe na mwenzako. Nimesema sijui. Kaka. Ndio. Sikiliza. Unajua huyu Rozi toka amekuwa anataka kunipanda kichwani. Rozi ni ana kiburi sijapata kuona. Kaka, usipoangalia, yani siku moja utakuta nimembamiza humu. Yani watakuja kukupigia simu wakute mdogo wako nimemchafua vibaya. Sawa? Kana mdogo wako naomba umkanye. Naomba umueleze. Naomba umnyoshe. Kwa sababu mimi si nikimwambia asikii, labda wewe ukisema ndo atasikia. Naomba ukae na mdogo wako umueleze. Sitaki matatizo ambayo sio ya lazima. Mimi sipendi. Na wewe ukimya wangu aniache hivi kama nilivyo. Yaani mimi sitaki kelele na mtu kabisa, lakini mdogo wako ananifuatafuata anamuuliza anachonitaka mimi ni kitu gani? Nataka uniambie. Anayoyazungumza ni sahihi au anakongopea? Na kama ni sahihi ni matatizo gani? Na kama sio sahihi, kwa nini mnaishi maisha ya fitina? Mimi nimesema sina shida yoyote. Kaka, Rozi hana heshima hata kidogo. Sababu ni ipi? Sawa. Ngoja tu leo niseme. Kwa sababu kutakuwa hakuna maana mimi kukaa kimya. Wewe si umetuita unataka kujua? Basi leo acha mimi niseme. Kaka, mimi wewe ni kakaangu, siwezi kukuficha. Mimi nilikuwa na rafiki yangu. Sawa, mimi ni mtu mzima. Umeona? Nimekuja na rafiki yangu mpaka hapa nyumbani, nije nimtambulishe mdogo wangu ya kuwa huyu ndio. Naye anasema yule mtu ni mtu wake. Kwa hiyo mimi kila nitakapokuwa ninapita naye anapita. Kwa maisha gani hayo kaka? Na tutaishi hivyo mpaka lini? Sisi ni ndugu. Haya, kama yule mtu ana changamoto, ina maana familia yetu yote ingia kwenye changamoto. Kaka, unajua huyu Rozi Subiri. Rozi, tulia. Dada. Na kuheshimu kama dada yetu. Nimewaita hapa tuweze kusuluhisha shida ni nini kati ya wewe na mdogo wako. Kaa. Rozi. Tulia. Rozi. Ni kweli dada yako anapozungumza? Sijui, muulize yeye. Sio unamsikia? Rozi, narudia tena. Hayo unayoonyesha kwa dada yako ni kweli? Zungumza wewe. Sio unamsikia? Tulia. Ninazungumza kama kaka yenu. Naomba uniambie tena. Ni kweli anayozungumza dada yako? Sijui. Rozi, tulikuwa tunakuamini sana. Acha dharau. Naomba tuheshimu. Ulichokifanya ulipaswa kumpiga magoti na kumwomba msamaha dada yako. Ulichokifanya hata mimi mwenyewe kinanisikitisha kama ndivyo ulivyofanya hivyo. Wewe ni mdogo, huwezi kumdharau hivi. Kwa nini unafanya mambo kama wewe mdogo wangu? Unafanya mambo kama kwa hivi una ndugu yako mwingine ambaye unamtegemea zaidi yangu mimi? Sasa wewe ni mkubwa kwenye familia hii. Umekuwa ni mkubwa kuliko sisi. Naomba leo nionyeshe sasa kitu cha ajabu, nikupigie magoti. Nataka nikwambie Rozi, magoti yangu niliyopiga haya ni usia wa mwisho. Kama una ndugu zako wengine na kama una wazazi wako wengine ambao unabaki unaangalia kama sio mimi, nabeba dhamana kama baba yako na dada yako anabeba dhamana kama mama yako. Kama una ndugu zako wengine utakwenda kututafuta, utawaletea hapa. Ila kama ndio sisi, naomba tuheshimu. Umenisikiza vizuri? Umenielewa? Unaniaibisha. Huyu kwanza kama kukusikia. Haliwezi likasikia kama kukusikiliza wewe. Subiri. Kama kukusikiliza wewe namweleza mimi kama mzazi wake. Na mimi usiponisikiliza, potelea mbali. Kama una wazazi wako wote tafuta wenyewe. Umenisikia? Haya, kwa heshima. Anajibu nini? Kwa heshima kama mzazi. Naomba upige magoti muombe msamaha dada yako. Haraka sana. Piga magoti muombe msamaha haraka sana dada yako. Huyu. Yaani kaka msamaha sio. Piga magoti. Na mambo mengine mtajua wenyewe. Umemsikia? Hebu niache dakika 2 kwanza. Hakuna shida. Ngoja nikae. Lakini naamini. Naamini tu. Leo simeshindwa kuzungumza. Wewe umeshindwa kumheshimu kama dada yako, umeshindwa kuheshimu ndugu zako sisi. Kama una ndugu zako wengine, utakuta kutuletea kwa mitaani. Tena ondoka. Toka. Huyu. Bavu mkubwa wewe. Una akili kabisa wewe. Unatudharau sisi. Huyu hana heshima hata kidogo. Samaki mkunje angali mbichi. Huyo hajashindikanika. Nitamnyoosha. Wewe umemwogopa kumnyosha? Tamnyoosha. Dada, subiri. Yule ni mdogo wetu sisi. Sisi na watu wazima. Taratibu. Ipo siku atatujua kama si ndugu zake, na atatuheshimu kama si ndugu zake,
na atakaa kwenye mstari kunyooka. Lakini kaka, tusibishane na yule mtoto mdogo. Karibu mchungaji. Asante sana. Habari yako? Salama, sijui uko ulikotoka. Salama kabisa, za siku Mzima. sawa. Huonekani hata mazingira kanisani. Kuna matatizo tu yalinitokea karibuni, ndio maana mkawa mnioni kanisani. Matatizo gani hayo? Ni story ndefu, sema nikipata muda ninaweza nikakuelezea. Sasa napenda kukukumbusha uwe unazingatia maombi. Binadamu bila Mungu hawezi. Sawa, nimekuelewa. Ndio, inatakiwa kujitahidi sana kufanya maombi kila siku, tumkumbuke Mwenyezi Mungu wetu. Sasa mimi nikuache, lakini nakuachia maombi kidogo. Sasa piga maombi, piga maombi. Wow, baby. Stop. Baby wako nani? Baba mbaya, yaani baba nakuchukia. Baba sikupendi wewe. Hali yako mchungaji? Salama, kwema. Kwema kabisa. Ndio. Naona umetoka katika ile familia pale. Ndio, kwani wewe nani? Naomba nikwambie jambo moja. Sawa. Naomba usiingilie mambo yasiyokuhusu. Kwa sababu gani? Ninakupa onyo. Achana na ile familia. La sivyo jambo baya litakupata. Narudia tena. Achana na ile familia. La sivyo kitakukuta kile. Wow, baby. Stop. Baby wako nani? Baba mbaya, yaani baba nakuchukia. Baba sikupendi wewe hata kidogo. Hivi kutembea kwako kote huko umekosa wanawake mpaka utaki kunichanganya mimi na mdogo wangu? Nisikilize. Wewe nikusikilize wewe wimbo wa taifa? Nikusikilize wewe wimbo wa taifa, nikusikilize wewe kama nani? Yaani ulivyo na matendo yako tofauti. Yaani wala huendani nayo. Yaani ninakuchukia tena ninakuchukia. Pita njia yako na mimi nipite njia yangu. Rehema, nahitaji dakika yako moja tu. Sina shida, dakika moja. Ngoja. Rehema. Oya. Nimekwambia iwe mwanzo na mwisho. Unanisikia? Ukiniona nini kama kituo cha polisi. Nadhani ulikuwa unitambua. Sina shida kukutambua. Nikutambua umekuwa nani? Wewe wangu nitaka usijue ukweli. Ukweli upi? Ukweli upi? Moneni unaye chevu. Lengo langu lilikuwa sio wewe. Kisasi changu ilikuwa juu ya kaka yako. Ila kwa sababu umeingia katika njia yangu, lazima nikuondoe. Na utabaki katika hii hali mpaka hapo nitakapoamua.
Bado sasa. Bado huyo mbwa kaka yako. Sina kuonyesha. Dada umekuaje lakini? Dada. Dada. Halo kaka, fanya haraka huku. Dada, nimemkuta naanguka ghafla tu. Haya sawa. Dada. Ni mimi hapa mdogo wako, niangalie lakini. Dada. Bwana Yesu asifiwe mchungaji. Milele amina. Kwema? Kwema. Mzima. Mzima. Karibu. Asante, naona uko nje. Ndiyo. Nilikuwa najaribu hapa kusoma neno ambalo nitakalowafundisha Jumapili kanisani. Akijanileta hicho lakini. Mimi kilichonileta nyumbani nina matatizo. Yeye dadangu anaumwa na ameugua ghafla, hata sijui ni tatizo nini. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba sana ili twende ukamfanyie maombi, huenda atakaa sawa. Sawa. Mungu yupo, atasaidia. Tangulia anakuja. Asante. Halo bosi. Halo bosi. Na bosi, shikamoo. Shikamoo. Sijambo. Sasa bosi, kuna maongezi ya kidogo. Kuna shida imetokea hapo dukani mara moja hapa. Halo. Nilikuwa nimeenda kuomba sisi mara moja hapo kwa jirani. Sasa narudi nakuta wameiba vitu dukani. Ndiyo bosi wangu. Ndiyo bosi wangu, vitu vilipotea kabisa, vitu vyote wameiba vyote. Nilikuwa nimeenda kwa jirani kuomba chenchi. Sikutani, hiyo ni kweli kabisa, ninakuambia bosi. Naam, nasema sikutani. Ndio bosi. Bosi. Dogo, macho yangu ndio hivyo bosi, kama unavyoona hapa. Ulikuwa hapo mdogo wangu tena wote walikuwa, ulikuwa hapo mdogo wangu. Nilikuwa nimeenda kwa machenti. Naudi vitu wameiba. Ndio kani mtosi na kupigia simu. Wewe, nilikwambia kuwa makini na mali zako. Na wakati namleta dada yangu siku ya kwanza, nilimwambia kijana muamini. Sasa yale maneno ya dada yangu leo yameniingia akilini. Hamna sio hivyo bosi. Sijaiba mimi. Uzani mbeo ni uzani mbeo. Sasa angalia, vitu vyangu vyote vimepotea. Hamna sio hivyo bosi. Nakwambia mimi mzee kaja ametoa hela kubwa, naenda kwa machicha na unakuta vitu vyote. Bado sielewi ndugu wangu, sielewi, yani sielewi kabisa. Mimi sielewi. Wewe ukafanya uzembe nikaibia vitu vyangu mchana wote huu.
Kuna senta ngapi hapa? Kuna maduka mangapi hapa? Ila duka langu ndio yanibie. Taiweka kabisa sura yangu mimi. Taiweka kabisa sura yangu mimi. Niseme dogo wangu. Na kuheshimu. Na ndio maana nikakuletea hii duka. Nilikuweka kwenye hili duka baada ya kuona ni kijana ambaye ni mtaalamu katika kijiji hiki. Fanya vyovyote vile. Pambana. Wapatikane hao leo nyumbani. Utajua mwenyewe. Wewe unafanya msio wewe. Sasa mimi nitafanya duka langu nimepotea pale, nimepotea. Mimi ndio swali nakwambia. Wewe mchungaji. Sogea. Nikuonye mara ngapi kwamba sitaki ufuatilie mambo yasio kuhusu? Naongea na wewe. Lakini unakumbuka kama nishakuuliza kwamba una maana gani? Naona wewe umekuwa sikio la kufa. Na sikio la kufa siku zote huwa alisikii dawa. Sina haja ya kujielezea sana kwako, kwa sababu ni kiumbe dhaifu sana katika mazingira yangu. Haiwezekani. Nilishakuona kwenye ndoto yangu kwamba wewe sio mtu mzuri kabisa. Na sio mtu mzuri kabisa. Sio kwamba umeshaniona. Mimi sio mtu wa kawaida na sio mtu mzuri kama unavyofikiria. Na ndio maana nimekuonya wachana ile familia. Nakwambia hivi, sitaachana nayo. Nitaendelea kuisaidia. Na nitaisaidia tena. Kulia sio solution. Sikia nikwambie. Hali ya dada unavyoiona hii iko serious. Tumekwenda hospitalini, wamemchunguza vipimo na vipimo vyote. Hawajagundua tatizo lolote. Cha kufanya sasa, wewe saizi kamwandalie uji. Mimi saizi niwasiliane na mjomba kwa sababu wale ni wazee wamekula chumvi nyingi, waweza kutusaidia. Angalia kama hili tatizo toka tumemtoa hospitali mpaka saizi hakuna mabadiliko yote yale. Nenda mdogo wangu, nenda. Unaweza mtalenda. Nenda kamwandalizie uji kule. Kama unajipenda, changanya ngwaliba zako rudi ulikotoka. Hiyo ni nguvu ya kishetani inakusumbua. Nashukuru kwa sababu umetambua kwamba hii ni nguvu ya shetani uko ndani yako. Na sio nguvu ya shetani. Mimi ndio shetani. Na kama unataka kuona upande wangu wa pili, endelea na hiyo safari yako, fuata ile familia. Tofauti na hapo, changanya ngwaliba zako. Tutaona kati ya shetani na Mungu nani mwenye nguvu. Halo. Halo. Halo mjomba. Sasa ngoja nikuonyeshe, nione kwamba huyo Mungu wako anaweza kusaidia kitu gani. Sijawahi kushindwa na mtu mpumbavu kama wewe. Wewe ni kiumbe dhaifu tu katika hii dunia. Wewe unashindana na mimi.
mawimbi na upepo, anga jeusi lenye radi na minyesho. Zoruba, zoruba